Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu wasallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nashukuru wapenda kheri wote ambao kwamba mmeshirikiana kwenye jadala mzuri ambao uleto swali la kwanza kabisa na dada yetu, nadhani ni ukhti Maryam, lakini kwa bahati nzuri sana na napongeza kwa mara hii. Kwa kweli nasema wapenda kheri wote mmefanya vizuri, amenifurahisha ukhti Maryam, lakini ukhti Rehema pia alipokuja kutoa jawabu ambalo naweza kusema kama ni jawabu likafi, ambalo limekuja kutosheleza sana kwa upana, na kwa kuwakumbusha tu wapenda kheri wote humu ndani ya grupu letu kidogo, watu ambao wapo hapa wote ni ubongo ulioenda shule, hakuna ubongo darasa la 7, wote ubongo umeenda shule. Alafu bahati nzuri zaidi, kwa sababu nawajua ni Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia hekima. Kwa hiyo ili ujue hayo, fuatilia mjadala ambao mimi nilikuwa nikiufuatilia kwa makini sana, kwa sababu baada ya kuwa nimedharurika na mahali ambapo nilikuwa nimekuwa, baada ya kuja kuingia kwenye internet nimepata kufuatilia vizuri sana, nimesoma na hapa nimepata fursa nzuri, nikapitia mwanzo mpaka mwisho namna walivyoanza ukhti Rehema wakati akilijibu ile suala. Kwa kweli mashaallah, na mimi nilikuwa natarajia kwamba nitakapata nafasi ya kuja kulijibu, nilikuwa nafikiria kwamba nije ni waeleze, kwa sababu humu ndani tumechanganyikana. Nikasema kwamba upatikane wadada ambao wanaweza kulijibu, sababu ile swala bahati nzuri ya majibu yake yapo, lakini upande mkubwa sana ilikuwa limeelekea kwenye wanawake wangelijibu vizuri zaidi kama alivyokuja kujibu ukhti Rehema. Kwa kweli Allah mhifadhi na ampe kheri na hikma, na Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu. Kwa kweli amejibu vizuri sana, na mimi kuhakikisha ukhti Rehema kwamba mimi sina cha kuongeza hapa zaidi ya kukupongeza, na labda kama nikitia tu nyama kidogo ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza masala haya ya ndoa alienda mbali zaidi mpaka akaja kusema tazawwaju fil hijri salih fa inal irqa dasas. Na katika riwaya nyingine ya hadithi Mtume akasema oweni wanawake ambao kwamba wenye kizazi, wenye nasaba njema, kwa sababu mara nyingi wale watoto wao wakizaliwa wafata zaidi mifumo na fikra za upande wa kikeni. Hii hadithi Mtume alikuwa anamaanisha kwamba ule umakini kwenye zile sifa, wakati nimejibu lile jibu pale, zile sifa takriban kadhaa kubwa, Mtume alisisitiza sana kwenye dini. Mwishoni aliposema lidiniha fadhfar bidhati din taribati yadaka, zingatia sana kwenye mfumo wa dini na Mwenyezi Mungu atakupa hapa, mikono yako itasalimika. Sasa mwanamke anapokuwa akiolewa kwa sifa hizi, hata kama anaweza kubadilika, kuna njia nyingi na njia nzuri ya kuweza kumnasihi. Kwa hiyo dada Rehema, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akulipe kila kheri na akupe kheri fadhila. Wallahi sina cha kusema, sina cha kuongeza. Ya kusema ni mengi hapo, lakini hapana, tusiongeze, yatoshe hayo. Nimefurahi sana kuona mjadala ukiendeshwa vizuri na mkijadiliana. Ndio maana ya wapenda kheri, ni kushirikiana katika mambo ya kielimu. Na mimi hivi napata moyo na kupata nguvu kwamba kumbe darasa zinazotoka hapa zikija katika grupu letu watu wanafanyia kazi. Napata faraja kubwa na napata imani, na inshallah taala mkono kwa mkono hadi peponi inshallah taala. Lakini kuna swali ambalo limeulizwa hapo pia linahusiana, ameuliza Sheikh Koba bila shaka. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kipindi kinachokuja na nukuu, kipindi kinachokuja
Ni kipindi cha familia ambao tuliozoea kwenda kufagilia makaburini. Je, kipi kinatakiwa kufanye kwenye huko kufagilia, na lipi lengo la kufagilia? Na lingine, nasikia kuzuru makaburi na kufagilia. Je, haya majina yana maana moja au? Kwanza nashukuru kwa swali zuri na swali muhimu, na kwa kipindi ambacho ni kipindi muhimu sana, na nitoe nasaha kwamba hapo mbele tutakuwa tuna ibada ambayo sisi tu katika mwezi wa Dhulqaada, ambayo ni mwezi wa 11 Kiislamu. Sasa ni vizuri sana, ni mwezi mtukufu, ile mwezi ambao Allah aliposema kwamba inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardhi minha arba'atun hurum, kwamba katika mwaka mmoja ni miezi 12, na miezi 12 pana miezi minne ambayo ni mitukufu, na miezi hiyo ni Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Mitatu imefuatana, ambapo Dhulqaada mwezi wa 11 Kiislamu, Dhulhijja mwezi wa 12 Kiislamu, na Muharram na mwezi wa 12 Kiislamu. Hii ni miezi mitatu ambayo imefuatana, na baadaye katajwa Mtume akasema wa Rajab Mudhar ma baina Jumad wa Shaban, ataja na Rajab. Sasa ni miezi mitukufu hii. Ni Allah aliposema katika kuitaja hii miezi, mwisho alihitimisha aya hii akisema fala tadhlimu fihinna anfusakum, wala msizidhulumu katika miezi hii nafsi zenu. Kudhulumu nafsi maana yake ni kule kufanya maasia kupata dhambi, lakini pia kuto kufanya mema ni kuzidhulumu nafsi zetu. Kwa hiyo nitoe nasaha kwamba tunaiendea ama tupo katika miezi mtukufu, lakini pia tunaendea mwezi wa Dhulhijja ambaye ni mwezi wenye ibada ndani yake kubwa sana. Akauliza kuhusiana na kipindi cha ama kitendo cha kufagilia makaburi. Swala kufagilia makaburi ni swala muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, labda niweke katika swala yake nileweke katika sura kwamba inafaa au kutokufaa, bila shaka atakuwa amemaanisha hivi, lakini pia akaweza kwamba ni kipi cha kufanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih ameileta al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake, tafsiri Ibn Kathir, wakati akitafsiri ile aya katika suratul Ra'd, aya inayosema salamun alaikum bima sabartum fanima uqba dar. Aya kama hii nadhani aya 24 kitu kama hiki, tutahakisha vizuri, lakini naamini aya 24 katika surati Ra'd. Ibn Kathiri anastaja, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kila ilipokuwa ikifika mwezi mfungo tatu kama hivi, ama mwezi wa 12 Kiislamu, afwan, ilikuwa ikifika mwezi wa mfungo tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe anatoka nyumbani kwake, anakwenda katika makaburi ya Uhud, anakwenda, akifika pale kila mfungo tatu, yani kila mwaka mfungo tatu anakwenda, alafu anasoma aya inayosema salamun alaikum bima sabartum fanima uqba dar, amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikufikieni watu wa Uhud kwa yale ambayo kama mlioyasubiria na kuvumilia dhidi ya masaibu na maadui zenu, na nyinyi mtakuwa na nyumba yenye neema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya kama hii akiisoma Bwana Mtume Muhammad katika makaburi ya ashabu Uhud kila mwaka mfungo tatu, anapofika pale anasoma. Kwa hiyo swali lake nikijibia kwamba tufanye nini? Cha kwanza ni kuisoma Qur'an, na ukisoma sura hii au ukisoma aya hii unakuwa umeafikiana na ile sunna ya Bwana Mtume aliyofanya kwa ashabu Uhud. Lakini pia ni bora sasa ukaifanyia kule Uhud, na inakuwa ni bora zaidi. Ukifika Maka katika makaburi ya Uhud ukasoma aya hiyo, unapata sunna ile Bwana Mtume. Lakini kitendo hiki cha kufanya Mtume Muhammad kinaleta kujuzisha na kuweka wazi na kufaa kwamba kumbe mfungo tatu inafaa kwenda makaburini kwa ndugu zetu ambao kama watangulia mbele za haki, na wao tukawaombea Mungu kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale wanaosema kwamba haifai tunawalaumu wao kwa kuto kufanya kila mfungo tatu.
Ingawa sisi tunafanyaga kila mfungo tatu, alafu tunafanyaga kila siku. Kuna watu ambao wanajiwekea uradi kila siku ya Alhamisi anawaombea dua marehemu zake, au siku ya Ijumaa anaombea dua marehemu zake, mpaka mwezi au kwa mwaka mara moja. Familia zinakutana, zinakusanyika. Na mimi nakumbuka kuna familia zilikuwa takriban kama familia 3 nikijisimamia, kila mwaka wanafanya dua kurehemu wazazi wao. Sika kaka na madada, mashangazi na nani watoto wao wanakusanyika. Ilileta pia udugu, ilileta kufahamiana, ilileta kushikamana. Yote yale yakawa na khairi na fadhila kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwanza, mfungo tatu inafaa kufanya jambo hilo, lakini pia kwenda kufagilia makaburi, kusafishwa ni jambo zuri, ni jambo linalofaa, ni jambo jaiz kabisa kabisa kabisa, halina kipingamizi. Na pale mkasoma Qur'ani kama surati Yasin ni bora. Mtume amesema faqara wala mautakum surati Yasin. Lakini pia ameshinda surati Yasin, basi someni kul huwallahu 3 pale. Mtume anasema mwenye kusoma kul huwallahu 3 ni sawa sawa na amesoma masafu nzima. Kama mambo haya yanafaa. Nijibu swali lake la pili aliposema na lingine, nasikia kuzuru makaburi na kufagilia. Je, haya majina yana maana moja au pana? Majina haya yana maana tofauti, lakini yanalenga kitendo kimoja. Kutembelea au kuzuru makaburi ni kule kuwatembelea watu ambao waliotangulia mbele za haki, wamelazika pale. Kwenda kuzuru ni kule kutembelea. Ni hata unaweza kutembelea waliokuwa hai na waliokufa. Umetoka Dar es Salaam kwenda Kondoa, mji mtakatifu kabisa ule, radhiallahu anhu, Allah waridhia watu wake. Unaona bwana, ni tunasema amekwenda kuwazuru, kwenda kuwatembelea. Na wewe kwenda makaburini pale umekwenda kuwazuru. Ama kufagilia sasa ni kule kusafisha uchafu ambao kama ulikuwa upo juu ya makaburi yale. Lakini sasa kuna kusafisha ile maeneo ya juu kama kaburi yenyewe, na kuna kusafisha nyoyo na matendo ya wale ambao kama waliozikwa pale, kuombea dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah apungulie adhabu za kaburi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aghufirie. Sababu Allah anasema illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddiluhumullahu sayiatihim hasanat. Ile ni kutubia na wakaamini, Allah anabadilishia mabaya yao kuwa ni mema. Kwa nikijibu maswali hayo, nashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala jalie min alladhina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Nilipokosea ni binadamu wangu, nilipopatia ni msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nizidi kuwapongeza wapenda kheri wote katika grupu letu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuimarishe na kutupa maarifa yaliyokuwa mazuri na hikima kama hivi. Mada inapokuja tukajadiliana hivi, tukiwa labda kuna mahali tumeenda jongo kidogo, nitakuja kulieleza kwa upana wake, lakini naamini tuna hikima, tuna maarifa, na tujitahidi sana darasa zetu hizi zinapokuja katika grupu letu, zikiwa za Facebook tujitahidi kushare, zikiwa ni za YouTube tujitahidi kushare, za Instagram pia vile vile tuendelee kushare, lakini pia vile vile tu comment, lakini pia tu like, ili mradi kwamba, kwa sababu kama mtakumbuka tumefungua channel yetu ya ZHTV na itajia kukuzwa na wakuzaji ni sisi wenyewe, lakini pia vile vile kurasa wetu wa Facebook tunakuombeni sana muendelee kututazama na kushauri yale ambayo kama yanayowezekana. Lakini kwa ushauri kwa wale ambao kama tulikuwa nao katika kipindi cha mwanzo, kwa kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipeni kila la kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.